Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa, na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo mercredi le 10 Desembre 2025, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana ndani ya nchi ya Kongo. Habari zetu za jioni ya leo tutawapeleka moja kwa moja ndani ya mji wa Uvira, tuwaambie kinachoendelea. Wengi wanapenda wafahamu baada ya wasi wa M23 kuingia ndani ya mji wa Uvira, hali ni vipi na ni kipi kinachoendelea hapo. Msijali kabisa, tutawaambia kinachoendelea, na tumewaletea habari mingi tena mbichi. Unayoifuata ni Kwetu TV. Kama kawaida ni channel inayokuletea taarifa za kweli, tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na sheni yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre. Kisha gusa hapo kwenye titre, utapata linki hiyo, ujiunge nayo. Bila shaka utakuwa napata habari zote kwa wakati, na kuomba kuwa nami mwanzo hadi mwisho ili kufahamu kinachoendelea muda huu ndani ya mji wa Uvira. Siku ya leo saa za saa 6 vers saa 7 ndipo wasi wa M23 walianza kuingia ndani ya mji wa Uvira. Walikotokea ni kwenye route nationale numero 5 ambayo inatoka maeneo ya Kiliba. Video nadhani kwamba ziliwafikia nyote wale ambao wako nasi kushene ya WhatsApp. Wakati walikuwa wakiingia, video ziliwafikia. Wakati wa kuingia kwao haukukua resistance yoyote ndani ya mji wa Uvira kwa vikosi vya wazalendo au FARDC ambavyo vilikuwa preza pale, havikupigana kabisa. Waliingia wakaelekea maeneo tofauti bila mashambulizi yoyote. Walielekea Kavimvira kwenye mpaka wa Burundi na Uvira, wengine wakakuwa deploye kabisa ndani ya maeneo tofauti ya mji wa Uvira. Baada ya wanajeshi kuingia, kukaingia vifaa vyao, kulingia silaha zao nzito, zile mablende, machar de combat, pamoja na malance rokete. Mfuate video hii ya wakaji hapo Uvira wakati vifaa hivi vilikuwa vikiingia, walikamata video. M23 hiyo yenye naingia, M23 hiyo machar de combat hizo zenye ziko na pita. Char de combat hiyo, char de combat na lance rocket hiyo yenye nakuya kule nyuma. Jo vile mwenye anapinga anasema sasa hii char de combat hiyo yenye nafika mwa avenue de 24. Hapo wanaanza tafuta wenye wako napiga masasi.
telefone yangu hiyo, lakini kioo inablokia, hatuwezi ona mzuri. AFC M23, hivyo ndivyo vifaa ambavyo ili videploye pale ndani ya mji wa Uvira baada ya vikosi vya AFC M23 kuingia ndani ya mji wa Uvira. Lawrence Kanyuka, msemaji wao, alikuja kutangaza ya kwamba pour le moment mji wa Uvira kabisa wote uko rekipere. Alisema kwamba AFC M23 inatangazia watu wote ya kwamba pale kwenye FARDC ilikuwa ikifanyia operasyon pale kwenye kulikuwa menase kwa maeneo yao kulisha kamatwa, na kwa sasa hakuna shida. Wanajeshi wa AFC M23 walishakuwa deploye mwingine wote, wakaaji wanaweza kuendelea na maisha yao ya kawaida, na akatoa wito kwa wale wakaaji ambao walikimbia, wale ambao walikimbilia Burundi, wenyewe walikimbilia hata kwengine, kurejea ndani ya mji wa Uvira waendelee na maisha yao, paske mji wa Uvira uko sekirize na AFC M23. Alitangaza hayo Lawrence Kanyuka, msemaji wa AFC M23 ndani ya mambo ya kijeshi. Na wakati waasi wa AFC M23 waliingia ndani ya mji wa Uvira, mnajua ya kwamba vikosi vya jeshi la Kongo FARDC vilikuwa tayari vimeondoka hapo. Kulikuwa wanajeshi wa wazalendo na wengine wanajeshi wachache wa FARDC ambao hawakupigana pale, nao walipita wakaondoka zao. Pour le moment wanajeshi wa FARDC ambao waliondoka ndani ya mji wa Uvira wako mu eneo ya Makobola kabisa, njo kwenye wanajeshi wa FARDC walielekea baada ya kuondoka ndani ya mji wa Uvira bila kupigana na wasi wa AFC M23. Makobola ndiyo eneo hiyo ambayo mko naona kwenye ramani, na hapo mnaona kwamba ni kilomita kama 30 kabisa, na unatoka ndani ya mji wa Uvira. Na AFC M23 ilikamata mji wa Uvira baada ya masaa machache tu, na Etats-Unis d'Amerique, France, Ubelgiji wameagiza AFC M23 kuendelea na mashambulizi yao zidi ya FARDC na wazalendo, wakiwaagiza kusimamisha mapigano na kurudia nyuma, kuondoka ndani ya maeneo ambayo walikuwa wameyakamata. Na kinachoshangaza ni ya kwamba wanabakia tu kuagiza bila kukamata hatua na maamuzi ya kusimamisha AFC M23 na washirika wao RDF ndani ya vita wanavyoviendesha mashariki mwa nchi ya Kongo. Wanaendelea kutangaza tu, na haya ni distraction, ni kudistraire wakongomani, ni kudistraire watu tu wawezi wakakamata hatua zinazohitajika ili kusimamisha AFC M23. Wanabakia pale tu nao wakikula profi kupitia AFC M23, na kitu ni kimoja kabisa, wakongomani wanapaswa kujikomboa wao peke, hapana kungojea nchi za Marekani, kungojea hizo pays étrangers. Hapana kabisa. Hao ni wakudistraire tu watu na kuendelea kucheza politike yao na viongozi wa nchi. Nasema haya kutokana na jinsi ni siku chache tu na President Felix Tshisekedi ametoka huko Marekani kusaini makubaliano mapya ya amani na nchi ya Rwanda. Mais aujourd'hui, baada ya siku chache, ona AFC M23 wamekiuka usitishaji vita na wameprogresse, wamekamata maeneo mapya wakiungana na RDF kama kawaida, na hakuna maamuzi yoyote wale wapatanishi wanayo ya kamata ili kusimamisha kabisa waasi hawa wa AFC M23 wanaokiuka hayo ambayo walikubaliana. Moni ya kwamba mko ndani kamchezo fulani mefrere wa Kongomani,
tusimame, tujipiganie. Kama si hayo FARDC ambayo tunatarajia wao peke wanatuonesha kwamba vita hii kabisa hawaiwezi, si kuishindwa kutokana na nguvu ambazo hawako nazo, ama kutokana na kuwa hawawezi kuishinda, ni kuwa nao kabisa wengi wao ni wasaliti. Ile njo realite, huo ndio ukweli. Habari zetu zinaendelea. Siku ya leo waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliutaka utawala wa Trump kupanua vikwazo vilivyolengwa dhidi ya Rwanda ili kurejesha uaminifu na juhudi zake za upatanishi. Katika mahojiano na Reuters, yani wakati alikuwa kuinterview na Reuters, ile shirika la habari linaloitwa Reuters siku ya leo, waziri wa mambo ya nje Therese Kaikwamba Wagner alisema kwamba Washington inapaswa kuongeza vikwazo kwa Kigali kutokana na ghasia hizo. Alipendekeza hatua zinazolenga watu binafsi katika safu ya kamandi na taasisi kama vile jeshi la Rwanda ambazo zinaweza kuumiza uwezo wa Kigali wa kununua silaha. Yule ni Therese Kaikwamba Wagner ambaye alisema haya akionyesha kwamba Etats-Unis d'Amerique inapaswa kureagia kabisa na kuingilia kati kwa kuendelea kuipa Rwanda vikwazo vikali ili kukomesha Rwanda kwa mashambulizi inayoendelea kuyafanya ndani ya nchi ya Kongo. Tukiendelea na taarifa zetu, tuwapeleke moja kwa moja huko Ituri ambapo mashambulizi ya ADF yaliwaua raia 4 katika kijiji cha Idohu kilicho kando ya njia ya taifa ya 4 ambayo inaunganisha Komanda na eneo ya Luna. Kisa hicho kilitokea katika kundi la Banda Vilemba ndani ya sheferi ya Walese Vonkutu mu eneo la Irumu. Tukio hilo la kusikitisha lilitokea kwa awamu mbili tofauti mnamo Jumane le 9 Desembre. Tahadhari hiyo ilitolewa na Christophe Mnyanderu, mwanaharakati mtetezi wa haki za binadamu na mratibu wa CRDH huko Irumu, ambaye aliandika matukio hayo. Awamu ya kwanza ya shambulio hilo ilifanyika mwendo wa saa 11 usiku kwa saa za huko. Wanaume 3 waliokuwa wakirudi kutoka kufanya kazi shambani waliviziwa na washambuliaji. Kulingana na ushahidi wa bwana Munyanderu, waathiriwa waliuawa kikatili kwa mapanga. Baadaye jioni hiyo karibu saa kenda ADF walivamia kijiji cha Idohu. Milio mikali ya risasi ililipuka ambapo mtoto wa takribani miezi 3 alipigwa risasi na kusikitisha na kufariki papo hapo. Watu 4 waliuawa kwa baridi kali na washambuliaji hawa, akiwemo mtoto huyo mchanga. Miili ya waasiriwa 4 ilikusanywa katika kijiji, katikati ya kijiji ikisubiri mazishi yao. Uvamizi huu wa hivi punde kwa mara nyingine tena umezua hofu ndani ya jamii za wenyeji ambao wanaendelea kulipa gharama kubwa katika kukabiliana na ghasia zinazoendelea kufanywa na makundi yenye silaha katika eneo hilo. Lile shirika la kibinadamu huko Ituri, huko mweneo ya Irumu, kwa mara nyingine tena lilitoa wito kwa mamlaka za kijeshi kuimarisha ulinzi katika barabara hii muhimu na katika vijiji vinavyozunguka ili kuzuia kupoteza maisha zaidi. Alisema kwamba hatua za kiusalama lazima ziimarishwe katika eneo hili. Jeshi lazima liepuke mkao wa ulinzi ili kulinda idadi ya watu. Lazima liende baada ya adui pale walipo. Je, tunawezaje kutumia njia ile ambayo tayari imethibitisha mapungufu yake bila kujaribu kujitofautisha? Aliuliza bwana Munyanderu ambaye alikuwa hapo. Shambulio hili nikiwakumbusha kwamba lilitokea siku ile ambayo FARDC ilikuwa imefungula trafiki kwenye rute hiyo.
Mashirika ya kiraia yanaamini kwamba ADF inataka kupanda ugaidi ili kudhibiti barabara hii ya kimkakati na hivyo kuwezesha harakati zao. Hilo ni tokeo la jana huko Irumu mo province ya Ituri kwenye ADF tena waliwaua raia ndani ya maeneo hayo kwenye rute hiyo inayo toka maeneo ya Kamanda kuelekea Luna. Unasikia ya kwamba ADF inaendelea kufanya mauaji ya kikatili dhidi ya raia. FARDC na jeshi la Uganda wanaofanyia kazi huko wanapaswa kukamata maamuzi kabisa ya kupiganisha jeshi hilo la wasi wa ADF. Asante, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo, na endelea kuwaomba kusubscribe kama kawaida. Merci beaucoup.